Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Sasa nimeona kuna taarifa ambayo inaendelea kwamba wanajeshi wa Marekani na kamandi ya Marekani ya maji imeamuru kupeleka wanajeshi zaidi ya 5,000 kule mlango bahari wa Hormuz, kwa kile kinachoitwa kwamba kuweza kusaidia meli ambazo zimekuwa zikikwama au Iran amekuwa akizishambulia katika mlango bahari wa Hormuz. Mnakumbuka katika hotuba ambayo imetolewa juzi na Mojtaba Khamenei, supreme leader mpya wa nchi ya Iran na mtoto wa hayati Ayatollah Ali Said Khamenei, ambaye amezungumza vitu vikubwa sana kwenye hotuba yake, na kimsingi alichokisema ni kujaribu kusema kwamba mlango bahari utaendelewa kufungwa, lakini zaidi sana wanataka kulipwa fidia, lakini zaidi sana wanataka jumuiya ya kimataifa iweze kutengeneza recommendation au convention au declaration kusema kwamba Irani haitashambuliwa tena, lakini na mwisho ni kuonyesha kwamba namna gani sasa uhuru wa nchi ya Irani ubaki katika wa Irani wenyewe bila kutegemea au kupata ushawishi wa mataifa mengine. Sasa Marekani imeamua kutuma wanajeshi wake katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, na ukimsikiliza kwa mfano Ali Larijani, katibu wa Baraza la Usalama wa Iran, ambaye huyu alipewa madaraka makubwa sana kabla Ayatollah Khamenei hajafariki, lakini zaidi sana na Mojtaba Khamenei, wote jana wamewekwa katika list, wanasema watu ambao wanatafutwa, na Marekani wametoa zaidi ya dola bilioni 20 au bilioni 30 ambazo zitapatikana kwa mtu ambaye atataja Ayatollah Mojtaba Khamenei yuko wapi na Ali Larijani yupo wapi. Lakini jana tumeshuhudia vile vile Masoud Pezeshkian na Ali Larijani wote wakiwa mtaani wakati kile kinachoitwa kuweza kuwaenzi kwenye maandamano ya Quds. Sasa ukitazama ni kwamba wanajeshi ambao wanapelekwa katika nchi ya Iran inataja kwamba itaenda kupelekea sasa vita vya muda mrefu, kwa sana makubaliano ya kijeshi kati ya vikosi vya Iran dhidi ya vikosi vya Marekani. Hiki tunachokiona ni mwendelezo sawa nchi ya Marekani kujaribu kutaka kumalizana kabisa na nchi ya Iran na kuweza kuliweka chini taifa ambao unafahamu katika umoja wa OPEC, umoja wa kuzalisha mafuta ghafi duniani, wamekuwa wakiongoza. Lakini sasa tunafahamu kwamba baada ya kuondoka Ayatollah Khamenei, wakina Mojtaba Khamenei ni viongozi ambao wanataja kwamba wamekuwa